chama. Tulizuiwa chama kufanya siasa na kufanya shughuli zozote kwa miezi takriban 11 kwa zuio ambalo ni batili kabisa. Baadaye mahakama ya rufaa ikasema no, mlionewa, halikuwa sawa sawa. Watanzania wanataka kujua hivi, inapotokea hakimu amefanya makosa kama yale, katoa maamuzi sio ya haki kabisa, baadaye mahakama ya juu yake kasema no, mlionewa, hatima ya yule hakimu ni nini? Anabakia tu hivi hivi? Kwa hali ya kawaida tu ni kwamba mtu anakinga kama jaji wa mahakama kuu na mahakama ya rufaa, kama hakuna mwenendo wa rushwa, hakuna upendeleo, yani mwenendo wake haukuwa ni kwamba amekiuka maadili ya ujaji, lakini amefanya tu makosa ya uamuzi, hiyo inalindwa kisheria, sababu ili mahakimu na majaji waweze kututolea kufanya hiyo kazi lazima wawe na uhakika wa nafasi zao, na kwamba hata akikosea basi kuna mfumo ndani ya mahakama kuweza kufanya nini, kuweza kumsahihisha, kwa maana rufaa, mapitio, marejeo, ni nafasi ambazo zinatolewa. Lakini sasa kama pale hakimu au jaji anapokuwa amepokea rushwa, ametenda matendo ambayo yanakiuka maadili ya ujaji na uhakimu, anakuwa amepoteza sifa. Sasa ukionyesha upendeleo wa dhahiri kabisa, ukakiuka sheria na maamuzi ya mahakama za juu kwa makusudi kabisa, umepewa nafasi ya kurekebisha yale uliyokosea, ukapewa nafasi hiyo ukakataa, ukaendelea kushupaza shingo, hiyo inaweza kuingia katika makosa yale kwamba una sifa ya kuwa jaji, inatakiwa uchunguze. Sisi katika mahakama zetu, katiba tunasema ili jaji anapokuwa ametenda makosa yake ya kiujaji, amekosea maadili ya ujaji, inatakiwa pengine achunguzwe, basi ile tume ya utumishi wa mahakama itapokea malalamiko na kuweza kupeleka kwa ikiachunguza, inapeleka kwa rais kwamba inafikiri kwamba huyu mtu afanye nini, achunguzwe. Na anapotakiwa kuchunguza, anatakiwa achunguzwe na jopo la majaji wa Jumuiya ya Madola, yaani sio hapa ndani. Anaweza kuwa mmoja wapo, lakini kwa sehemu kubwa ni wa majaji wa Jumuiya ya Madola. Kwa hiyo wale ndio watakuja sasa kufanya uchunguzi wao kabisa, watahoji wale wanaolalamika, watamhoji na yeye na nani, mwisho wa siku watafanya nini, wanawasilisha ripoti yao. Ripoti yao wakiwasilisha, ile itakachosema ndicho. Ikisema afukuzwe, anafukuzwa, ikisema aonywe, si ndio? Yaani wakisema kwamba huyu mtu hana sifa ya kuendelea kuwa jaji, kile walichokiandika inabidi rais akitekeleze. Sawa sawa. Kwa hiyo hakuna hapa Tanzania tuna mfano Jaji Mwakibete alisha kuchunguzwa wakati wa utawala wa Rais Ali Hassan Mwinyi. Mwisho wa siku akaonekana hana sifa ya kuwa jaji, aliondoka, alipoteza nafasi ile. Akakata rufaa, ikalazimika marehemu Profesa Kanywanyi na Mark Bomani wakapewa sifa za kuwa, yani wakateuliwa rasmi kwa ajili ya kesi yake. Kwa sababu anasema yeye hana imani na majaji wote mahakama ya rufaa, sababu alikuwa na matatizo nao. Ikabidi watafute jopo nyingine tofauti na huru waweze kufanya nini, kuhukumu kesi yake, na bado wakasema kwamba makosa yale ambayo yani jopo lilokutana nayo ni yanasimama. Kwa hiyo kupoteza sifa kwa jaji. Okay. Mwaka jana wakati Chadema inaingia misukosuko, Mheshimiwa Lissu anakamatwa, Chadema inakataa kusaini kanuni za maadili za kwenda kwenye uchaguzi, msajili wa vyama vya siasa alitoa taarifa ya kusitisha ruzuku kwenda kwa Chadema. Sasa baadaye kuna kesi tukakata rufaa. Ile kesi ilikuwa Manyara, mahakama kuu kule Manyara. Sasa mahakama kuu ya Manyara ikaamuru kwamba hayo mazuio ya ofisi ya msajili yaondolewe na Chadema waendelee kupata ruzuku yao. Ile ruzuku imefika bado pesa hazijafika, kwa sababu kwamba tulipata kibali cha kufungua kesi ya mapitio ya ule uamuzi wa msajili. Sasa na baada ya pale mahakama ikasimamisha ile maamuzi ya msajili ya kutotambua uongozi wa chama na kutotambua secretariat na vile kusimamisha ruzuku kwa chama. Serikali wao hawakuridhika. Tunapeleka ile maombi ya mapitio yako tayari mahakamani pale Manyara, lakini wakati tunaendelea vile wakatoa notice ya kufanya nini, ya kukata rufaa, na baadaye wamefungua rufaa mahakama ya rufaa.
Kwa hiyo tunasubiri kesi yetu kama wamepandisha juu, wanapinga ule uamuzi tu mdogo wa kupewa ruhusa kufungua ile kesi. Alafu wanasema hatukumjumuisha na bwana Lembrus Mchombe. Tutakiwa na yeye tumjumuishe kwa sababu yeye ndiye alikuwa alianzisha mgogoro mzima kwa kuleta malalamiko kwa msajili, na mwisho wa siku msajili kusema kwamba baraza kuu alikuwa na akidi au alikuwa na quorum siku ile ambapo ilipitisha uteuzi wa katibu mkuu, ilipitisha uteuzi wa wajumbe 5 wa kamati kuu nikiwemo na mimi kama mwanasheria mkuu wa chama, na vile vile akasema kwamba kwa kuwa katibu mkuu na manaibu katibu wakuu wote waliteuliwa walithibitishwa isivyo, basi chama hakina secretariat, na kwa kuwa hakina secretariat maana yake hakina uwezo wa kufanya nini, wa kutunza fedha, kupokea na kutumia fedha, kwa maana hiyo akasimamisha. Sasa baadaye tulimwandikia kwamba zuio limetoka, akawa na kisingizio kwamba bado kuna zuio la mahakama la kesi yake na Said Isa Mohamed, kwamba yeye hatatoa fedha kutokana na hiyo. Sasa hiyo imepita, kwa hiyo ni wakati wa chama sasa kuweza kudai tena, na kama atachipoza shingo basi itabidi tufundishane namna tu ya kuweza kuonyeshana nguvu, kwa sababu hii ni nchi ya utawala wa sheria. Haijalishi wewe una cheo gani serikalini, bado uko chini ya sheria. Maamuzi yako wewe ambayo unayafanya kama yako kinyume cha sheria, tutakusaidia kukuonyesha kama yako kinyume cha sheria. Kwa hiyo mimi ningewasihi watu wa ofisi ya msajili wa vyama vya siasa, ile fedha ya ruzuku yote ya Chadema itoke. Zuio halipo, na haki ya kupata. Wao hawajai kwenda kupata amri ya mahakama ya kusitisha ule uamuzi wa zuio la mahakama kuu. Hawana kama hujapata zuio la kuzuia utekelezaji wa ile amri ya mahakama kuu, una haki tena ya kuendelea kufanya kile ambacho ulikuwa umesema hautakifanya, si ndio? Kwa hiyo ni kwamba hiyo fedha inatakiwa idaiwe na ije kwenye chama. Nadhani nimepigia hesabu leo, nimesikia kwamba ni bilioni 535 ambazo zingekuja Chadema zingesaidia sana kuweza kulipa sehemu ya madeni, kulipa mishahara ya wafanyakazi, kutengeneza magari ambayo yameharibiwa hapa kutokana na ile zuio haramu kabisa la Jaji Mwanga. Nikifikiria lile zuio la mahakama kuu tolewa tarehe 10 mwezi wa 6 mwaka 2025. Naona ilikuwa ni hujuma ya wazi kabisa. Nasema hivyo kama wakili. Na niko tayari kusimama popote pale. Ilikuwa ni zuio haramu. Ilikuwa na nia ovu, na kwa kweli linatakiwa lichunguzwe na vyombo vistahili, kama yule jaji mambo aliyotendea Chadema yanaweza kumwacha hivyo akaendelea kuwa jaji. Kwa mimi kwa yangu tulivyomuona astahili kuwa jaji. Kitu mchakato utauendea. Asante. Nadhani ni bunge la Ulaya kama sikosei, kama sio segment fulani kwenye Umoja wa Mataifa ilisema kesi ya Tundu Lissu ni kesi ya kisiasa, ni kesi ya uongo, na wakasema inatakiwa aachiwe na alipwe fidia. Sawa. Nadhani ni working group ya Umoja wa Mataifa ambayo inahusikana na masuala mambo ya kisiasa na kushika kwa watu, kuteswa kwa watu, na kufungwa kwa watu kinyume cha sheria na kuwekwa kizuizini. Imekuta Tanzania imekiuka ibara 14 za agano la haki za kimataifa za kisiasa na za kijamii na za kiraia, ICCPR, International Covenant on Civil and Political Rights. Tanzania imekutwa jinsi ambavyo mwenyekiti Tundu Lissu alivyoshikwa, jinsi alivyotendewa, ibara 14 za ICCPR zimevunjwa. Ndio maana siku ile nikasema kwa wenzetu, kukutwa tu kama umevunja ibara moja si kitu kizuri. Unapovunja ibara 14 za agano la kimataifa namna hiyo, wewe si muungwana, wewe ni mshenzi. Maana kwa tuzungumze lugha ambayo hawa watu wanatakiwa kuelewa. Ukiwa mshenzi, umepoteza sifa ya kujumuika na wenzako wa jumuiya ya kimataifa. Kwa sababu jumuiya ya kimataifa imekubaliana nayo, sababu kwamba ni makubaliano ya watu waliounganika, civilized people. Sasa ukinapokitenda matendo ambayo si ya watu ambao wameunganika, civilized, si ndio? Wewe ni mshenzi. Sasa huwezi kuwa na taifa ambalo lina watu washenzi, linaongozwa na watu washenzi, na tena matendo ya kishenzi. Na baada ya hapo tumeyaona watu wanapigwa mahakamani kwenda Kisutu, watu wanapigwa, wanaumizwa, wanajeruhiwa.
wanatupwa mapolini huko, wanavuliwa nguo, wanafirwa. Matendo ya kishenzi. Sasa haya ni masuala ambayo Watanzania lazima waseme, je, ndio taifa ambalo tunalijenga kweli ile? Yaani wewe ungependa kusikia nchi yako, serikali yako au vyombo vya ulinzi vya usalama vinatenda matendo kama hayo kwa jina lako? Yaani Watanzania waseme kwamba tukienda kwa nje, Watanzania matendo haya ya kishenzi. Maana yake you are uncultured, uncouth, uncivilized. Ni mahayawani ndio wanatenda matendo kama hayo. Sasa ni mambo ambayo yanauma sana, kwamba ukutegemea hata katika ndoto zako mbaya kama tungefika hapa. Chama hiki cha mahayawani kimetufikisha hapa. Hao manyang'ao wametufikisha hapa. Sababu lazima tuwaite hivyo. Kwa sababu huwezi ukatenda matendo kama kwa jina la jamhuri, watu wakashikwa, wakapigwa, wakaumizwa, kwenda mahakamani. Tokea lini kwenda mahakamani wakati tunasema kwamba tunataka tuwe na mahakama za wazi? Maana yake nini? Watu waende mahakamani, wahudhurie, waone nini kinatokea. Sasa kama tunaruhusu watu kwa jina letu wakatenda matendo hayo, tukawaacha, maana yake na sisi tunashiriki katika masuala kama hayo. Lakini lazima tuseme hapana, sisi sio hivyo. Lakini heshima yetu kama taifa na kama watu imeharibiwa na hawa watu vibaya sana. Wametenda matendo machafu. Mwenyekiti ameshikwa, yuko ndani kwa hotuba ya kusema kwamba mimi tunataka tuna uchaguzi huru na haki. Kuna kosa gani hapo? Naposema kwamba niwe kuwe na viongozi wa Tanzania watokane na uchaguzi huru na haki, kuna kosa gani hapo? Lakini sema mfumo wote ule ambao unasababisha Watanzania wasichague viongozi hatuwezi kukubali, hapo kuna kosa gani? Ni mtu tu ambaye amejitoa ufahamu, na mtu ambaye ni fisadi, ni mtu ambaye nafsi yake maraika, si ndio? Amekuwa na roho chafu, roho ya kishetani, anaweza kukataa hivyo. Kwa sababu maana yake ni kwamba ni mtu katili, mtu mbabe, mtu fisadi, mtu nyang'au ambaye atachukizwa na maneno kama haya. Tuko tunapigania Afrika Kusini. Kama makaburu wameua tu watu 100 na ngapi pale Sharpeville, si ndio? Dunia nzima ikanyanyuka. Wakaua wa vijana wale wanafunzi tarehe 16 mwezi wa 6 mwaka 76. Mambo ya Soweto. Tukanyanyuka juu. Leo sisi tunaua maelfu ya Watanzania. Alafu tunataka kusema kwamba sisi ni watu waungwana. Tuachwe hivi tuendelee. Hapo kuna swali nataka nikuulize. Kama umejiunga sasa hivi, tupo Chadema TV na nipo na mwanasheria mkuu wa chama Mheshimiwa Nshala. Huyu alikuwa pia ni rais wa TLS, chama cha wanasheria wa Tanganyika. Tunajadili hapa mambo mawili matatu kutokana na siasa za Tanzania, lakini mwelekeo wa Chadema wakati kikao cha kamati kuu kikiwa kinaendelea. Unaweza ukachangia chama kupitia namba ya Vodacom 0744446969 ili uweze kuchangia mapambano. 0744446969. Mheshimiwa Nshala, kuna mambo ya hovyo yalitokea mwaka jana Oktoba 29. Watu waliuawa na mambo mengine. Iliundwa tume na mtu ambaye chama hatukukubali aiunde, wajumbe hatukukubali, na ikatoa ripoti juzi ambayo pia tujaikubali. Sasa kwenye ripoti ile wamesema Watanzania waliofariki nchi nzima ni 518. Nataka kwa jicho la kisheria, watu hao 518 tume ile kutangazia dunia kwamba ni hawa tu waliokufa. Hao watu, idadi ile haiqualify kuwapeleka watu mahakama ya ICC. Yaani kuna idadi ya watu wangapi ndio wanatosha mtu kwenda kushtakiwa mahakama za kimataifa? Yule rais wa Ufilipino zamani Duterte alikuwa anasema anawachukua watu wanapandisha kwenye helikopta na kuwarusha chini. Si ndio? Alikuwa anaua watu. Amekutikana na kwamba mashtaka yake yameegemea kwa watu 70 tu, watu 70 ICC. Angalau hawa wanasema 518. Lakini tunafahamu kwamba sivyo, watu maelfu wameuawa. Maelfu wameuawa. Hii tume tutazungumza vizuri.
tumebatili. Nasikia? Jua wakati mwingine kuzungumza kitu batili na yenyewe ni shida. Tume ni batili, aliyeunda hana madaraka hayo. Si ndio? Hakuna aliyemchagua. Amejiweka pale kwa mabavu. Maana wao walishatuambia watatumia dola kubakia na dola. Wametumia dola kubakia na dola. Ni mapinduzi. Wamefanya mapinduzi hapo na demokrasia pale tarehe 29 mwezi wa 10 mwaka jana. Ilikuwa ni mapinduzi. Lakini si ni chama cha mapinduzi. Ndio maana kama mapinduzi wamefanya mapinduzi ya demokrasia, wamepindua demokrasia. Yaani maana yake kama utasema mapinduzi ya kijeshi, it was a democratic coup d'etat. It was a coup d'etat. Wametumia jeshi, wametumia mabavu kubakia na madaraka. Hakuna aliwachagua. Lakini tutamweka Mwambegele pale aendelee kutangazia umma bila aibu. Jaji mwingine ambaye anatakiwa ashughulikiwe, putting him on notice, Mwambegele utashughulikiwa tu. Watu waweze kukubali, ukawatangazia watu uongo, lazima uchunguzwe na uchukuliwe hatua za kisheria. Lakini anatangaza matokeo kana kwamba kila kituo kimepiga kura. Wewe nchi iko kwenye curfew. Internet imezimwa kwa siku 6. Wale hata wananchi hawawezi kwenda, wale hata returning officers wamekimbia vituo vyao. Hakuna tallying, hakuna kuhesabu kura na kutangaza matokeo kunafanyika. Alafu unafika kesho yako unaanza kutangazia matokeo watu. Bila aibu. Bila aibu, haya wala soni. Natangazia eti Samia kapata 97 point ngapi? Na 9 ya kura zote. Watu milioni zaidi ya 31.2. What a shame. Alafu huyo unaitwa ni jaji wa mahakama ya rufaa. Sasa kumekuwa na hili wimbi sasa tu majaji wanalalamikiwa kama hivyo. Ndio. Wanaiwekaje credibility ya majaji? Unajua kuna kesi moja ya Dr. Amani Walid Kaburu. Huyu alikuwa mgombea wetu wa kwanza Chadema wa ubunge Kigoma kule. Kigoma mwaka 94. Uchaguzi mdogo. CCM hao majambazi walikuwa wakatenda matendo machafu haya ya hayawani haya. Sio ya kuua, lakini ya kwenda kumtukana Kaburu kama sio Muislamu sawa sawa, hajamzika baba yake, ana nini, Wana matendo machafu sana. RTD inatumika kwa Radio Tanzania Dar es Salaam. Kwa kipindi cha mazungumzo baada ya habari, wanamzungumza vibaya. Wakati ule Mrema alikuwa hajaondoka CCM, anampiga kila aina madongo. Wanaenda wanatengeneza barabara ili kuonyesha kama ndio CCM italeta maendeleo. Wanasema mkimchagua huyu itakuwa Rwanda na Burundi. Wakati huo kumbuke Rwanda imetokea mauaji ya Rwanda ya Kibali imetokea Rwanda mwaka huo 94. Wao wanasema huyu kimchagua. Na wakati huo ndio wakina Juvenal ya Biarimana wameshauawa tarehe 7 mwezi wa 4 amefariki, ndege yake imetunguliwa. Sija kusahau hiyo tarehe kwa sababu tarehe 7 mwezi wa tarehe 6 ninapita pale Kilimanjaro hoteli, hao ndio viongozi walikuwa wamekaa pale. Wako pale. Alafu anashangaa asubuhi tunatangaziwa na Marechera kwamba hao jamaa wameondoka. Kwa hiyo ile tarehe 7. Kwa hiyo sije kusahau hiyo tarehe. Sasa wewe na huyu Kaburu mgombea wetu amepigwa kila aina nini ya madongo. Ukaenda mahakamani. Ilikuwa ni kesi anapambana na Azim Prem juu ya sisi. Okay, ndio. Sasa mahakama ikasema mambo mengi sana matendo mengi machafu yalifanywa na CCM. Walizungumzia toa mwongozo mzuri namna gani kampeni ziende, hata kama rais anashiriki sio kufanya kampeni, aina gani ya ulinzi anatakiwa awe nayo, rasilimali gani za umma zitumike na zisitumike. Hapa huyu Samia umemwona, ujua kutoa pikipiki, kutoa sio baskeli ni rushwa. Ni rushwa. Unapoteza sifa ya kuwa mgombea, unatakiwa uchaguzi wako ufanye nini? Ufutwe. Samia kagawa zibandikwa SSH. Baskeli zimetolewa. Wao wagombea wa CCM wenye ubunge walikuwa wanawaona. Kila mtu anatoa za kwake. Rushwa tupu. Na kumbuka kuna kesi ya mahakama kuu. Kwenye kesi ya ilikuwa ni LHRC, Nola na Lit. Tumezungumzia, tumepinga mambo ya takirima. Mahakama kuu ikatoa uamuzi kwamba takirima ni kinyume cha sheria cha katiba cha nchi yetu, ni rushwa. Tumeshakataza. Sasa kino shaka hapa mwaka jana umeona matendo ya CCM hao. Rais huyu mgombea wa ukoo wa urais anagawa baskeli, anagawa pikipiki, anagawa nini? Rushwa. Which means anatakiwa awe completely disqualified. Mwambegele alifanya hivi.
alifanya hivyo tume yao inajiita tume huru. Unajua mna neno tume huru, neno huru linaitwa na CCM kwenye mapendekezo yale, ndio. Yaani ile wakati ile majadiliano ile miswada, chama pekee ambacho kilifanikiwa kwa ushawishi wale watu kubadilisha ule mswada kwa namna yote ile ilikuwa ni CCM. Wasema tunapendekeza hiyo tume huru ya taifa ya uchaguzi. Kwa neno huru linatoka CCM. Bado ndio pendekezo ile, yaani mswada wote libadilishwe neno hili. Ndio kaongezwa tume huru ya uchaguzi. Tume huru ya taifa ya uchaguzi. Jina ambalo katiba haisemi hilo jina. Sasa nilikuwa nakuzungumzia. Kwa hiyo sasa katika kesi ya Dr. Amani Walid Kaburu, mahakama kuu ilisema, mahakama rufaa ilisemaje? Tunajua kwamba tume ya taifa ya uchaguzi inaongozwa na majaji wawili wa mahakama ya rufaa. Haijalishi wao wako chini ya sheria. Kwa hiyo yaani ukienda kule uwezo kutumikia ujaji wako pale, itaima kwa ile ujaji wako utaleta heshima na zaidi kwenye ile nini, ile tume. Mwenendo wako utakuwa ni nasema kama mke wa Kaisari. Mke wa Kaisari tunasema atakiwi kuwa na nini, kuwa na doa. Caesar's wife is beyond reproach. That's what we say. Kwamba mke wa Kaisari atakiwi kuwa na doa. Siku tukianza kumtuhumu tu kwamba umemwona mke wa Kaisari, nilimuona pale, amepoteza sifa ya kuwa mke wa Kaisari, anafukuzwa. Sasa ilikuwa na tume ya taifa ya uchaguzi inatakiwa iwe na mwenendo wake, si ndio? Isitiliwe shaka. Haitakiwi kuwa na shaka, haitakiwi kuwa na doa. Inapotiliwa shaka tu imepoteza sifa. Kwa hiyo wale watendaji wafanya nini? Wamepoteza sifa. Maana tutegemea kwamba ukichukua majaji hawa ambao wanajua kwenye kazi yao wana kinga, hawatajali mambo ya kupigiwa simu kwamba fanya hivyo au vile. Watasimama nini? Wataweka mguu chini. Sivyo? Hawa watu wanasema uruka, wanasema niruke mita ngapi zaidi? Kwenda ngapi zaidi? Moja ya pili. Wanaruka tu, bendera fata upepo. Na matendo haya hawa watu wamekufa ni watu hao. Kama unakuwa na tume hovyo kama hii ya Mwambegele, ovyo, ile mili wale watu walikufa, damu yao iko kwa Mwambegele, iko kwa wengine wote waliowaua. Kwa sababu kama ungekuwa umesimama kwenye mstari, matendo ya machafu yasingefika hapo. Kama unaona kwamba wale wenye mamlaka hawakubaliana na wewe, njia ya kiungwana ni kujiuzuru. Kwa kushiriki katika tume kama hii na ukaruhusu yale yakatokea, maana yake na wewe ni nani? Ni muuaji. Sasa kwa hiyo tunapokuwa na majaji kwenye hizi tume, kwenye hivi vyombo, tunategemea kwamba watavisaidia. Vinginevyo inabidi tuseme kwamba hapana, watu wasishiriki. Kwa sababu mwisho wa siku wanaondoa imani ya watu kwa muhimili wa mahakama. Kama nakuona unaweza kuamrishwa na Samia au na mtu mwingine yote yule kufanya matendo ambayo yakubaliki, nitakuwaje na maamuzi yako jinsi ya kuamua kesi yangu mahakamani? Kwa mwisho wa siku unaipaka. Kwa hiyo mahakama inakuwa ni muathirika wa matendo yako machafu huko kwingine katika muhimili wa utendaji. Na ndio maana lazima tuweze kuheshimu kwamba wale wanaohusika na masuala ya utendaji wabakie na utendaji, wanahusika na masuala ya kimahakama wabakie na mambo nini ya kimahakama. Lakini ambacho kimetokea katika miaka kama 10 na ngapi, kwanza Kikwete mpaka Magufuli akapiga, Samia ndio amemalizia kabisa. Unakuwa na rais anasema kwamba kila mtu ale kwa urefu wa kamba yake. Huyu anatakiwa kuwa kiongozi? Frankly speaking. Kwa sababu rushwa ni adui wa haki. Hakuna mwenye ruhusa ya kula mali ya umma. Ibara 27 katiba nchi yetu inakataza. Inasema kila mtu ana jukumu la kulinda kwa kichoma rasilimali za umma zinatumika vizuri. Na kwamba yeye ndio muamuzi wa baadaye wa hatima nchi yetu. Kwa kizungu every person shall ensure that the country resources are assiduously utilized. As if the people, they are the masters of their own destiny. Sasa wewe unasema
yani nikiingia, kwa hiyo mimi nikiwa kwenye ofisi yangu waka ni ile kwa urefu wa ofisi yangu, sio mshahara wangu. Nikiwa mkuu wa wilaya ni ile kwa ukubwa wa wilaya yangu. Nikiwa mkuu wa mkoa ni ile kwa ukubwa wa nini? Wa mkoa wangu. Nikiwa waziri ni ile kwa upana wa nini? Nikiwa rais ni ile kwa upana wa nchi yangu. Is that how we supposed to run? And why not integrity? Yani imetokea katika utawala huu sasa. Vyombo vyote vya umma au zile asasi za umma za kiuendeshaji zimevurugwa, zimeharibiwa kabisa. Kwa hiyo kama Chadema kwa mfano, Mungu anatusaidia tunapata nafasi. Maana tunaanza upya, ni ukombozi wa pili. Ni kusuka upya taifa, yani muundo mzima wa nchi. Umeparaganyika, wote umeua. Tofauti na Nyerere alivyokuwa wakati na wakoloni. Umeondoa wazungu ndio. Wengi walibaki kwanza. Ndio mambo ya watu wengi wafahamu mambo ya nationalization. Ile Africanization. Kwamba tutoe wazungu tuingize wa Afrika. Ilikuwa ni vita kubwa sana, ukiangalia zile yale majadiliano kwenye bunge ile miaka ya 60 na 62 60 ngapi, ilikuwa ni ugomvi mkubwa sana wa kuwaondoa wazungu ili Waafrika wachukue nafasi. Lakini civil service ilikuwepo ndani ya utawala huu wa chama cha manyang'ao wiki. Hakuna civil service. Hapa ni kwamba unafuata amri, mkubwa anasemaje. Hakuna yale maadili tena ya civil service. Katiba ibara 147 inasema jeshi lihusike na masuala ya siasa. Isipokuwa wanajeshi wana haki tu kufanya nini? Ya kupiga kura tu basi. Hapo unakuwa na mgombea mmoja wa urais mwezi wa pili mwaka 2024 mkutano na jeshi. Asema jeshi lijiandae kwa ajili ya uchaguzi mwaka 2025. You tell me. The total decay of the state is appalling. It's shocking. Sasa ndio yani kumekuwa na kuoza kwa mfano kwa serikali. Hii ni basi kama ni watu tumeugua kansa. Tunatakiwa kwa kufanywa nani upasuaji mkubwa au kukatwa kabisa. Yes. Ndio. Mheshimiwa inshallah twende kwenye kesi ya Mheshimiwa Lissu. Na kama unajiunga sasa hivi, tupo Chadema TV, tunapatikana YouTube, tupo X na Facebook. Na kama unataka kuchangia chama, na nitakusii uchangie chama, tuma mchango wako wote ule kwenda kwenye namba 0744446969. Jina la Chadema litatokea. Likitokea jina lingine, achana na huo muamala. 0744446969. Nipo na Mheshimiwa inshallah mwanasheria mkuu wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo, alikuwa rais wa TLS huyu. Tunajadili mambo mawili matatu hapa wakati kamati kuu inaendelea kuketi leo na kesho kabla ya kutoka na maamuzi ya mwelekeo wa chama kwenye siasa za nchi hii. Twende kwenye kesi ya Mheshimiwa Lissu. Tumeona ile kesi inapigwa danadana sana kuitwa tena mahakamani. Sheria inasemaje kwamba leo kesi ikiahirishwa inatakiwa iitwe tena baada ya muda gani? Na kwa nini hii, is it fair? Yani ni sawa tunakaa miezi mitatu miwili kesi haipo mahakamani? Sheria inasemaje ile interview? Ya unaposhtakiwa kwa kosa la uhaini unakuwa mshtakiwa na kosa kubwa kushinda yote katika Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Sawa. Kwa hiyo kesi ile inatakiwa iende tofauti na kesi nyinginezo. Sawa. Ni kosa pekee ambalo limetajwa kwenye katiba. Kosa la jinai pekee limetajwa kwenye katiba ni uhaini. Kwa hiyo hile ni tofauti na kesi nyingine ya kawaida ya jinai. Sasa ambacho kimetokea ni kwamba ile mambo yaliyosema mahakama ya ukabidhi ile committal court Kisutu pale imechukua muda mtokea mwezi wa 4 mpaka kuja kumaliza mwezi wa 7. Ilikuwa ni kila aina ya dana na kuchelewesha. Lengo ni kwamba huyu mtu akae ndani mwaka wa uchaguzi. Wewe kafungia huyo mtu ndani. Unasikia? Ameshikwa tarehe 9 ya mwezi wa 4 2025 Mbinga. Tarehe hiyo Said Issa Mohamed, Ahmed Rashid, Maulida Anakom wanasaini nyaraka za kufungua kesi dhidi ya chama. What a coincidence. What a coincidence. Jana yake msajili wa vyama vya siasa amemwandikia katibu mkuu wa chama kuhusiana na madai ya Rembrus Mchome wanaendelea. Ndani ya wiki moja. Jana yake tarehe 8 kuna barua kutoka. Unasikia?
That's the machinery of the state. Ambacho kingine kijazungumzwa. Hii kesi kama ya mfano ile ya chama. Tarehe 14 mwezi wa 4 2025. Mara ya kwanza amepangiwa Jaji Hamisi Mtembwa. Sio Mwanga. Tena siku hiyo nashangaa baadaye imetoka kwa Mtembwa imeingia kwa Mwanga. Hakuna maelezo imekuwaje kimetoka kwa Mtembwa ikaingia kwa Mwanga. Mpaka leo sijajua. Huyu Mwanga ambaye analaumiwa kwa kutoa ndio alitoa mambo ya ajabu. Mambo ya ajabu. Sasa kwa hiyo Lissu ameshikwa, ameshtakiwa, kesi imeendelea. Imechezeshwa mpale. Unakuja unaanza majaji watatu wanasema wasikilize. Kila aina daladala inapangiwa, unaambiwa Kassim imekwisha, tusubiri na nini. Imevutwa we. Kwa sehemu kubwa mapingamizi ya Lissu mingi alikuwa anayatoa, mahakama inayapangua, inayakataa. Sio ndio? Anatoa hoja hii, wanakataa na kwenda. Amekubaliwa mawili tu, Nongwa. Na ni utaratibu kwamba huyu anayewasilisha anawakilisha hiki kielelezo au kidhibiti hiki hana sifa hiyo. Na ndio sheria ilivyo. Kama wewe ukuwa sio mtaalamu wa mambo ya digital, sio ndio? Kama mimi hapa sio mtaalamu wa masuala haya ya digitali. Sasa unanipatia kielezo nikakitoe mahakamani. Unaambia bwana, lakini wewe sio una sifa hiyo, wewe sio mtaalamu wa hayo mambo. Wewe nafahamu tu unajua sheria, lakini wewe sio mtaalamu wa mambo ya nini? Ya digitali. Una sifa ya kuwasilisha kielezo. Wewe yote ambayo uliyafanya hayana sifa hiyo. Mahakama inasema ndio, ni kweli hana sifa hiyo. Kwa hiyo kielezo umekataa. Kingine wanataka kuleta ushahidi wa ziada. Unaona kesi yao ilifanya nini? Haiende vizuri. Wanasema nini? Tuleta ushahidi wa ziada. Anaambia sasa ni swala ya sheria. Sheria inasemaje? Anaweza kuleta ushahidi wa ziada, ni shahidi wa ziada, sio shahidi yule aliyekuwepo. Sasa wao ndio wanataka kuleta ushahidi wa ziada kwa shahidi alifanya nini? Aliyekuwepo. Sasa hiyo nani uamuzi mdogo, kikawaida ni kwamba uamuzi mdogo ufanyiwe ukatiwi au afanywe marejeo. Wamekata. Sasa ukishipeleka mahakama ya rufaa, shida ni kwamba yani haina muda kwamba kesi ikipokelewa leo ikae muda gani. Unaona Sasa kule unakuta kwa sababu nchi nzima kesi ni nyingi. Kwa hiyo sasa kuna wakati mwingine uko utaratibu kwamba kesi ilitangulia kuingia ndio isikilizwe ya kwanza. Akisa kwa sababu nilisema hii ni kesi ya jina ya uhaini, ungetegemea kwa ifanye nini? Kwa vyote vile isikilizwe kwa haraka zaidi. Ukumbuke na mtu yuko ndani. Kwa sababu ile kesi haina nini? Haina dhamana. Na kama tunafikiria somo tunasema wewe nikikuweka ndani ukapoteza uhuru wako, hatuna mfumo wa kuweza kukufidia wewe. Kwa sababu vile vile sisi tuliokunyang'anya huo uhuru atutengeneze maisha. Serikali haijai kuzaa mtu. Si ndio? Serikali haijai kuzaa mtu. Haiumbi. Na haina uwezo wa kuongezea kama itamwema mfuate Mungu. Zile siku mwaka mmoja tuliyomnyang'anya tutamrudishia huko mbele. Hamna. Kwa hiyo inabidi kwa sababu ya hivyo inabidi ufanye nini? Hiyo uisikilize haraka kabla unavyoweza. Sivyo? Kwa hiyo ndio maana wamefanikiwa, lakini hapa ni malengo ya kisiasa. Ni kesi ya kisiasa, ndio maana hata magrupu ya makundi ya kimataifa yanasema ni kesi ya kisiasa. Kwa sababu sheria ya vyama vya siasa ilivyo inasema hivi, katika mwaka wa uchaguzi uwezo kufungia chama cha siasa. Msajili wa vyama vya siasa uwezo kufungia. Sheria inasema ya hapa mwaka wa uchaguzi. Yes. Kwa hiyo ndio kwamba huu ni mwaka wa uchaguzi. Tuliyemtarajia angeshinda uchaguzi wa chama cha demokrasia na maendeleo, si aliyeshinda. Ameingia huyu tusimtaka, wasema tusimtaka kaja. Tunakumbuka Lissu alikuwa anasema tusimtaka kaja, si ndio? Sasa ndio amekuja. Sasa huyu tusimtaka tu tutamshughulikiaje? Funga. Si ndio? Na chama chake. Na tufungaje? Kupitia mahakama. Nasikia? Lakini mahakama hiyo inafahamu kuna uamuzi kwenye kesi ya Augustine Yatonga Mrema na wenzake wawili kwenye chama cha TLP mwaka 99. Mahakama ya rufaa ilisema uwezi ukatoa zuio la shughuli za kisiasa kwa wanachama wa chama cha siasa. Kwa sababu hiyo ni haki ya kikatiba. Tumwambia Mwanga akashupaa. Wakenya wanasema akadinda. Yaani ni watu yaani unaambia kabisa huu ni uamuzi wa mahakama ya rufaa ambao unakubana wewe. Yeye akadinda. Anapingana nao. Yes. Sasa kuna kitu kingine hapo. Mimi sio mwanasheria. Sawa.
Ni paralegal tu. Sawa. Kala kina ishara hivi. Sawa, unachukua vitu vile vitatu. Yes. Kwa haya matatizo yote ambayo imetupitia yamekufundisha sheria kwa kiwango kikubwa. Ndio. Kwa ufahamu wangu mimi kama paralegal tu ni kwamba kesi yoyote inabebwa na uthibitisho bila uthibitisho. Sawa sawa. Kwamba mimi ninaposema naenda kumshtaki inshallah kanikosea kosa hili, si lazima niwe na kitu cha kutebo mahakamani. Sawa sawa. Kwamba na huyu bwana amenikosea, ushahidi ni huu hapa. Katika mazingira gani kesi inapaswa kuendelea wakati ushahidi unakataliwa mahakamani? Sasa walikuwa na vitu vingi sababu hawana shahidi mmoja tu. Wana mashahidi wengi. Kwa hiyo huyu ni mmoja ambaye umemkatalia kielezo chake, si ndio? Wasema wanao wengine, lakini angekuwa mtu mwenye busara tu, busara ya kawaida ingekwambia madhari kielelezo au kidhibitisho cha msingi kimekataliwa, kesi yetu imekufa. Fanya nini? Mungu anasema ukilani mtu mzima ukiwa kutwa uchi, si ndio? Unachutama. Wangechutama. Wangefanya nini? Wangeweza kuielewa hiyo kesi. Si ndio? Lakini wao unafahamu ilikuwa ni kwamba huyu jamani hatari, mpango wetu wa kubakia madarakani anauhatarisha, kwa hiyo mfungie huko, kwa sababu ni mtu ambaye tuwezi kumweka mfukoni, kwa sababu wengine wanakubali kununuliwa. Wengine wanasema ngapi bwana? Yeye Nyerere anasema ngapi bwana? Si ndio? Wengine wanamwambia bei yangu mimi ukinipatia bwana Bugatti moja mambo yangu mazuri, ukinijengea jumba pale safi, ukinipatia ukuu wa wilaya sawa, si ndio? Lakini huyu hataki ukuu wa wilaya. Hataki nini? Anataka kwamba tuwe na mfumo sawa ambao watajua mfumo ukiwa sawa au wanaondoka kwenye madarakani. Na hawa watu wana madhambi mengi. Mengi mno. Sasa yani wana maslahi binafsi, imekuwa ni genge la watu wachache ambao salama yao ni kubakia na madaraka. Ndio maana Bashiru alituambia, hivi jamani haya maneno sio tunachukia mchezo. Ali Bashiru alituambia kwamba tutatumia dola kubakia na dola. Yaani CCM bila dola sio chama, hauna kitu wale. Kuna kesi gani nyingine ukiachilia mbali ya Mheshimiwa Lissu? Kuna hii kesi ya maarufu kama mali za chama. Kuna kesi gani nyingine kubwa ambayo inaiandama Chadema kwa sasa? Kuna kesi ya msajili ya mambo ya siasa. Okay. Kufungia. Tuna hizo ndio kesi ambazo ni kubwa za chama. Ukiangalia kwamba tunapambana na msajili, tunapambana na mali za chama hizo. Tuna kesi nyingine alisopenda mkabili ni ile ya uchochezi. Tumia maneno kosa. Kumbuka ile kesi ilikuwa Kisutu pale. Ibada ya ajenda ile. Na ile ya uchochezi dhidi ya cyber crime. Kuna viongozi wetu wa Chadema wako huko, walikuwa Bunda, kina Kaunya na wenzake wanasumbuliwa. Morogoro kuna ile binti anaitwa Shayo. Sasa mbalimbali nchini kuna kesi nyingi. Hiki chama kimesetwa na kuna nini na kutikiswa na kwamba sheria tunazifahamu. Na sababu tunayo hiyo tunayo. Tutapambana mpaka chama cha majambazi chote kiondoka madarakani. Hiyo is guaranteed kwamba CCM na wenzake wote watafutika katika ulimwengu wa siasa. Kwa sababu gani? Wakishindwa hawatakuwa na uwezo wa kusimama tena. Kwa sababu hawakubaliki. CCM ni CCM ile sumu ya CCM. Sasa na mtu kuwa na ugonjwa wa Mpox. Sio ndio? Ile Mpox na Ebola. Yaani ndio hatari hicho chama kilivyo. Wako pamoja tu kwa sababu wameshikia madaraka. Ni genge la wahuni wamechukua madaraka. Natumia maneno haya ni nani kwa sababu nafahamu mtu ajaribisha tu kuna nini tumwage ushahidi hadharani. Kwa hiyo sisi tuna yani hiki chama kiliandamwa kutegemea kwamba watu watabonyea. Hawajajua. Lakini kadri wanafanya hiki chama kama unavyokiona nguvu yake imeongezeka kwa Tanzania. Walikuwa na mashaka nacho ile miaka ya 90, miaka 2000 mwanzoni, si ndio? Ni tofauti na sasa. Hakuna chama kikuu cha siasa katika nchi hii kama nini? Chadema. Hakipo. Sisi hatuitishi mkutano kwa kusomba watu na maroli. Kwa kuambia wanafunzi wasiende shule wavalishwe nguo za nani? Za uraia. Kuambia wafanya kazi. Sheria inakataza. Hizi za uajiri wa umma. Hawataki huko nini? Lakini wanaamrishwa waende kule. Hatumii polisi.
Sisi ni kwamba unasema utakuwa juzi umeona ile Aida Kena ni kule nani huko. Uruku huko. Ndio angalia. Amekwenda tu hapo nani hapo. Sasa kiongozi wa Chadema ukipita na nguo yako ya Chadema mtaani unakuwa mobbed. Yaani watu wanakufuata, yaani wanajua wanakuangalia kwa macho ya tamaa. Kwa sababu matumaini ya Watanzania yako Chadema. Hayo kwenye majambazi hao. Sisi hatuna fedha za kugawia hata kusema Chadema tugawe shilingi hata shilingi 100. Chadema sasa tuna uwezo. Wenzetu wanagawa 10,000, 20,000. Kila mkutano unasomba watu. Shule za msingi zinageuzwa kama makambi ya kwenda kulaza watu. Watu wanakufa huko zinapatikana ajali huko kibao. Wanakufa watu, habari zinakandamizwa. Zisitoke kwamba katika kusomba watu kwa kwenye mkutano ajali imetokea wamekufa watu kiasi fulani. Sisi hatuna hiyo. Sisi ni kwamba tunakubalika na wananchi, wanatuamini na kwa kweli tunaomba Mungu atusaidie tusiwaangushe wananchi na tuweze kuleta ukombozi wa kweli. Asante. Mheshimiwa, inshallah mimi nikushukuru sana kwa nondo zako ulizotupa.